Tunaendelea na sehemu ya pili baada ya kuishia pale ambapo Amina aligundua kuwa Juma alikuwa akimpenda kwa siri tangu alipokuwa shule ya sekondari. Je, atakubali hisia zake au ukweli mwingine mkubwa unakaribia kuvunja kila kitu? Twende tukaone. Waliporudi ofisini, mshirika wa Juma alipendekeza wamwajiri Amina kwa ajili ya miradi ya kimataifa, lakini Juma alipinga. Hakutaka apoteze muda wake akiwasaidia, alitaka apate ndoto yake mwenyewe. Wakati huo Lina, mpenzi wa zamani wa Juma, alitokea akiomba msaada wake kwenye mradi mmoja. Mpenzi huyo wa zamani alijitambulisha kwa Amina na kuwaalika wote kutembelea washa yake. Siku ya kutembelea washa, Juma alikuwa bado amelala na Amina akaingia kumwamsha, lakini kaka yake Amina aliwakuta wakiwa katika hali iliyoweza kutafsiriwa vibaya na akaelewa mambo tofauti kabisa. Kwa mshtuko huo, Juma aliumia mguu na kuishia hospitalini, hivyo Amina akalazimika kuwa dereva wake. Walipofika kwenye washa, mazingira yalikuwa ya utulivu, yamejaa kazi za mikono na vicheko. Amina akaamua kuwapikia wote, na alipokuwa jikoni kati ya viungo na viungo, alipata ugunduzi mkubwa. Kupika ndiko kulikuwa ndoto yake ya kweli. Akiwa na furaha, alimkimbilia Juma kumwambia kwamba hatimaye alikuwa amepata ndoto yake. Alitaka kuwa mpishi. Alipoona macho yake yaking'aa kwa furaha, Juma alikumbuka siku ambayo Amina alimkiri hisia mwanafunzi mwenzake na kukataliwa. Ilimuuma sana kumwona akipitia aibu ile, hadi akawafukuza watu wote ili asiendelee kuaibika. Muda mfupi baadaye, Amina alipata ile barua ya zamani na kugundua kwamba Juma alikuwa akimpenda tangu alipokuwa shule ya sekondari. Juma akiwa na wasiwasi mkubwa, akabuni haraka kisingizio kwamba yote yalikuwa mzaha. Ingawa Amina hakumwamini, hakutaka kumlazimisha kueleza zaidi. Hivyo akaamua kuzingatia ndoto yake na kujiandikisha kwenye masomo ya upishi. Tangu siku hiyo, Juma alianza kuwa mbali naye, akidai kwamba alikuwa na kazi nyingi ili kuficha hisia zake. Lakini akiwa peke yake, alitumia saa nyingi kujifunza kuhusu masuala ya upishi ili kumsaidia kwa siri kutimiza ndoto yake. Mvutano uliongezeka pale Juma alipomwona baba yake Amina akiwa amembeba mwanamke asiyejulikana kwenye gari lake, hivyo akaenda kuzungumza naye moja kwa moja. Kwa bahati nzuri, yote yalikuwa kutokuelewana. Yule baba alikuwa akifanya kazi ya udereva usiku na mwanamke huyo alikuwa mteja tu. Kwa aibu, alimsihi Juma asimwambie mtu ili familia isihangaike. Muda mfupi baadaye, mama yake Amina aligundua kwamba mume wake alikuwa amechukua mkopo na akamzomea akiamini kwamba alikuwa amepoteza pesa kwa kamari, lakini ukweli ulikuwa mchungu zaidi. Mteja mmoja wa mgahawa alikuwa amevaa saa iliyodaiwa kuwa ya thamani kubwa. Kwa bahati mbaya, baba yake Amina aliichafua, na ili kulipa kile kilichodaiwa kuwa uharibifu wa saa hiyo, akaanza kufanya kazi ya pili na pia akachukua mkopo. Tangu mwanzo, Juma alihisi kuna jambo halikuwa sawa, hivyo alimchunguza yule mwenye saa na kugundua kwamba ilikuwa saa bandia ya bei nafuu. Mara moja akampeleka polisi. Amina alimshukuru kwa kumsaidia baba yake, kisha akatumia nafasi hiyo kumhoji kwa nini siku hizi alikuwa akimfanyia baridi. Juma akiwa na wasiwasi alimwambia kwamba tayari hawakuwa watoto, hivyo haikuwa kawaida kuendelea kuwa pamoja kila wakati. Baadaye kwa upendo, Amina alimwandalia chakula maalum kwenye darasa lake la upishi, akakipamba kwa rangi za upinde wa mvua. Akamkumbusha kwamba walipokuwa watoto, Juma alikuwa akichukia chakula na mama yake alikuwa akiteseka kwa kushindwa kumlisha vizuri, mpaka yeye alipomshawishi kula kwa kutumia mapambo hayo ya upinde wa mvua. Lakini Juma alijibu kwa kujihami kwamba tayari hawakuwa watoto na hakuhitaji tena kutunzwa. Amina alibaki amedua, akishindwa kuelewa kwa nini alikuwa akibadilika kiasi hicho. Alipotaka kumuuliza kulikuwa na nini, ghafla mchumba wake wa zamani, Yuni, alitokea akiwa amerudi kutoka Marekani. Walipokuwa peke yao, Amina alimwambia wazi kwamba kile alichokuwa akihisi hakikuwa mapenzi bali mazoea tu, na kwamba mapema au baadaye angemwacha tena kama alivyofanya mara ya mwisho. Wakati huo huo, Juma alikuwa akizungumza na Lina, ambaye alimkiri kwamba tangu alipokuwa shule alijua kuhusu ile barua ya mapenzi aliyomwandikia Amina. Akamshauri ajikaze na amweleze ukweli kabla hajampoteza milele. Mapema siku iliyofuata, Juma alimuwahi Yuni na akaenda kumchukua Amina ili ampeleke kwenye darasa lake la upishi. Njiani aliona kwamba alikuwa amejipamba kupita kawaida, hivyo akamchokoza akisema huenda alikuwa amevaa vizuri kwa sababu alitarajia kukutana na mpenzi wake wa zamani. Amina akakasirika sana na kumtaka asimamishe gari ili ashuke aende peke yake. Usiku huo huo walikutana tena kwa bahati. Juma akiwa hawezi tena kuvumilia hisia zake, akaamua kumkiri mapenzi yake mara moja, lakini
alipokuwa karibu kusema nakupenda, Amina akamkatiza akisema kwamba akili na moyo wake vilikuwa vimechanganyikana kabisa. Juma alipomuuliza kama yote hayo yalikuwa kwa sababu ya Yuni, Amina akakiri kwamba kulikuwa na sababu nyingine pia. Siku iliyofuata, kwa bahati, Amina alikutana tena na Yuni. Kwa bahati mbaya zaidi, Juma alikuwa akila chakula cha mchana kwenye mgahawa huo huo akiwa na Lina kwa sababu za kazi. Alipopata nafasi, alimkemea Amina kwa kuendelea kuonana na mpenzi wake wa zamani, lakini Lina akaingilia kati ili kuzuia ugomvi. Baada ya hapo, Juma akaenda shuleni ili kutuliza mawazo yake, lakini huko mkuu wa shule alimwambia ukweli uliomfanya ashindwe kuamini. Kumbe Amina ndiye aliyesaidia kwa siri na kwa juhudi kubwa kampuni yake ishinde zabuni ya ukarabati wa shule. Akiwa amejaa furaha na moyo ukidunda kwa nguvu, Juma alikimbilia kwenye mgahawa wa baba yake Amina na bila kuzunguka akaungama. Alimwambia kwamba amekuwa akimpenda kwa miaka mingi, kwamba siku zote alikuwa akimlinda kwa sababu ya tabia zake za kufanya mambo bila kufikiria, na kwamba alikuwa akiumia kimya kila mara mama yake alipomkaripia. Amina alishtuka kabisa. Ufunuo huo ulimchanganya sana, na kwa kuwa hakujua alihisi nini hasa, akaamua kujifanya kana kwamba hakuna kilichotokea. Juma akaheshimu uamuzi wake na wakarudi kwenye uhusiano wao wa kawaida. Lakini amani hiyo haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu Yuni aliendelea kujitokeza akijaribu kumrudisha, akifufua kumbukumbu za zamani na kumwacha Amina akiwa amechanganyikiwa zaidi kuliko hapo awali. Kana kwamba hilo halikutosha, wazazi wake waligundua kwamba alikuwa akihudhuria masomo ya upishi kwa siri. Badala ya kumuunga mkono, walimkemea wakihisi kwamba alikuwa anatupa miaka yote aliyotumia kujenga taaluma yake. Juma alimfuata ili kumtia moyo. Aliahidi kwamba angemsaidia kutimiza ndoto yake. Kwa kuwa wazazi wake walimkataza kupika nyumbani, Juma akamshauri atumie ofisi ya kampuni yake kufanya mazoezi. Baada ya hapo, Amina akaanza kupikia kwenye ofisi ya Juma, lakini muda mfupi baadaye, Yuni alifika akiwa amedhamiria kumwona na kuonja chakula chake. Uwepo wao uliibua ushindani mkubwa na wakatumia siku nzima wakibishana mpaka ghafla Amina akaanza kujisikia vibaya na wakamkimbiza hospitalini. Huko ndipo ukweli mkubwa ulipofichuka. Amina alikuwa amewahi kuugua saratani ya tumbo. Alikuwa tayari amefanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe, lakini bado alikuwa akiendelea na matibabu na kulikuwa na uwezekano wa kuhitaji upasuaji mwingine. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya kweli iliyomfanya aache kazi yake Marekani na kuvunja uchumba wake na Yuni. Pia ilifichuka kwamba Yuni alijua kila kitu tangu mwanzo. Hata alikuwepo wakati wa uchunguzi na upasuaji wa kwanza, lakini baadaye akaanza kumpuuza na kutoka na wanawake wengine, jambo lililomfanya Amina avunje uhusiano wao. Baada ya pigo hilo, Amina akaamua kuficha ugonjwa wake kwa watu wote aliowapenda ili asiwe mzigo kwao. Ingawa madaktari walimuonya kwamba angeweza kuhitaji upasuaji mwingine, alikataa kumwambia Juma ukweli. Badala yake, alimvunja moyo kwa kumwambia kwamba kamwe asingemwona zaidi ya rafiki tu, na akamtaka akae mbali naye. Hata akamdanganya kwamba alikuwa amekubali kurudiana na Yuni. Hata hivyo, muda mfupi baadaye alimkataa pia Yuni na kuamua kupambana na matibabu yake peke yake. Lakini siri hiyo haikudumu muda mrefu. Juma alipata majibu ya vipimo vyake vya hospitali na akamlaumu kwa kuficha jambo zito kiasi hicho. Kwa mara nyingine tena, mama zao wakasikia kila kitu. Mama yake Amina akamkumbatia huku akilia, akijihisi mwenye hatia kwa kumwacha apambane na mateso yake peke yake. Amina akajaribu kuwatuliza kwa kuwaeleza kwamba upasuaji wa kwanza ulikuwa umeondoa saratani, lakini familia yote ilijawa na hatia, hasa mama yake aliyekumbuka jinsi alivyokuwa akimwekea shinikizo tangu aliporudi kutoka Marekani. Kuanzia hapo, kila mtu alibadilika na akaanza kumtunza ili kufidia maumivu aliyoyapitia akiwa peke yake. Juma naye alijawa na majuto alipokumbuka kwamba miaka 3 iliyopita, wakati Amina alikuwa amepokea taarifa za ugonjwa wake na akihitaji msaada kwa haraka, yeye alipuuza ujumbe wake wote. Siku iliyofuata, Amina akaenda ufukweni ili kupanga mawazo yake. Juma aliposhindwa kumpata, aliingiwa na hofu, lakini hatimaye akampata na akamkemea kwa kuondoka bila kusema. Kisha akamtata majini ili amlazimishe kutoa hisia zake. Baada ya kumchokoza kwa muda, Amina akapasuka kwa kilio na kukiri kwamba jambo lililomuumiza zaidi ni kwamba Juma alipuuza ujumbe wake wakati alipomhitaji zaidi. Juma
akamwomba msamaha kwa kumwacha peke yake. Wakati huo, hospitali ikapiga simu na kuleta habari bora zaidi. Vipimo vipya vilikuwa vimetoka vizuri kabisa. Kilichokuwa kimeonekana kilikuwa uvimbe tu na saratani ilikuwa imeondoka kabisa. Juma akamkumbatia kwa furaha kubwa. Kisha wakarudi nyumbani ambako familia ilikuwa imewaandalia sherehe ya kushtukiza kusherehekea habari hiyo. Kutoka mbali, Yuni alimwona Amina akitabasamu akiwa pamoja na watu wake wa karibu. Akatambua kwamba hakuwa tena na nafasi katika maisha yake. Hivyo akaamua kurudi Marekani. Kabla ya kuondoka, Yuni akampigia simu Amina kumwomba msamaha kwa yaliyopita. Amina alikubali msamaha wake kwa sababu licha ya makosa yake, alikuwa pamoja naye katika kipindi kigumu zaidi cha ugonjwa wake. Baada ya hapo, maisha yakarudi kwenye hali ya kawaida. Juma akarudi kazini, huku Amina akijikita kikamilifu kwenye masomo yake ya upishi. Waliporudi nyumbani, waliendelea na desturi yao ya kuchokozana. Juma alimuona kupitia dirishani akiwa amevaa barakoa ya usoni, akamdhihaki akisema kwamba alifanana na kiumbe wa anga. Amina akamuita mjinga na kufunga dirisha. Baadaye, Juma alipokea habari iliyomuumiza sana. Wazazi wake walimwambia kwamba walikuwa wanaenda kuachana. Habari hiyo ilimvunja moyo kabisa, na kwa kushindwa kuvumilia, akalewa mpaka akapoteza fahamu. Mmiliki wa baa akampigia simu Amina kwa kutumia simu ya Juma, jambo lililomfanya amchukue na kumpeleka sehemu nyingine ili apumzike. Alipozinduka, Juma akamweleza maumivu aliyokuwa nayo kuhusu familia yake, na Amina akamshauri azungumze na mama yake. Wakati huo huo, mama yake Juma alikuwa anaondoka nyumbani. Alikuwa amepanga kusafiri kwa muda ili kupumzisha mawazo. Baadaye wakapigiwa simu kwamba mzigo wa mama huyo ulikuwa umeachwa uwanjani wa ndege. Kumbe alibadili mawazo kuhusu safari hiyo, lakini alipokuwa akitembea akiwa amepoteza mwelekeo, aliteleza kwenye mteremko na kuumia kifundo cha mguu. Familia nzima ilianza kumtafuta hadi walipompata katikati ya msitu akiwa ameumia na amepoteza fahamu. Baada ya tukio hilo la kutisha, wazazi wa Juma walisahau tofauti zao na wakaamua kupatana tena, jambo lililomfurahisha sana. Muda mfupi baadaye, Juma alilazimika kusafiri kikazi na akawa mbali kwa siku kadhaa. Katika kipindi hicho, Amina alihisi pengo kubwa na akagundua jinsi alivyokuwa akimhitaji. Akiwa hawezi tena kuvumilia, akaenda moja kwa moja kwenye ofisi yake ili kumwambia ukweli. Alikuwa akimpenda sana na hakuweza kufikiria maisha ambayo Juma hakuwepo pembeni yake. Juma karibu aruke kwa furaha. Ingawa Amina alikuwa anaona aibu sana, Juma alitumia nafasi hiyo kumchokoza kwa upole, akifurahia jinsi alivyokuwa akigeuka mwekundu kama nyanya. Na hapo ndipo sehemu ya pili inafikia tamati. Je, Amina na Juma wataweza kushinda vikwazo vyote na kuwa pamoja, au hatima ina mpango mwingine kwao? Usikose sehemu ya 3 kwa sababu ndiyo itakayomaliza simulizi hili kwa mwisho wa kusisimua.